Nakumbuka miaka ya nyuma, kwanza wazazi ndio tulikuwa tunachunga maadili. Mimi niliwahi kupigwa sana na jirani yetu nikiwa mtoto, lakini sasa hivi subutu uone wizi, hayo mazombi ndio yanasema tumeyalea sisi wenyewe. Hamna haja ya kusikizia jeshi la polisi. Sisi wenyewe lazima kwenye ukweli tuambizane. Sisi wenyewe tumewalea mazombi. Ni watoto wetu na ni vijana tunawalea kwa matabaka mawili. Wengine ni wanao wa kuzaa. Unasema mtoto hapigwi, unamlea kwenye malezi ya mayai. Walombela nina nyambo baba, yani nino tena kama yu baba wanegete umgusi umuoni. Lakini kundi jingine ni wenye nyumba za upangaji za kupangisha. Unakuta mtu na nyumba yako umepangisha, vijana wanakaa kwenye geto moja, watu 20 hadi 10 geto hivi, na ujui wanafanya kazi gani. Wakitoka pale kuna zile bobo zimekunja, ukipanda kama vile umekula zile raizori. Yaani wanao ni mfupi, lakini baada ya siku mbili amekuzidi urefu. Mtusaidie. Sensa inafanyika kila baada ya miaka 10. Tulifanya 22, tutafanya tena 2032. Hapa katikati tunajuaje sasa hao wanaoishi katika makazi yetu ni watu salama au si watu salama? Sasa tumekuja na kablasha hili ambalo ni kama vile ajenda hiyo mmeileta muda mwafaka. Tunakwenda kuanza kazi kuanzia kesho, kwamba kaya zote tulizonazo Rudete lazima tuweze kuzifahamu, kwa sababu matukio mengi ambayo yanapatikana pale kituo cha polisi, vibaka wengi wanaokamatwa ni wale ambao wamehamia kutoka maeneo mengine na wameingia katika makazi yetu na hatujui shughuli zao ni zipi. Sasa mabalozi tulionao kwenye eneo hili, tuna hili kablasha ambalo tutaanza kulitumia, ambalo kablasha hili litakuwa lina taarifa za wanakaya, ambapo kwenye taarifa hizi za wanakaya tutaorodhesha, mabalozi wataorodhesha, watapita kwenye kaya zenu ili msije mkadhani tena mnatapeliwa. Sasa maana tumekuwa tunayo kasumba, ukishaona watu wanapita huko unajua unatapeliwa. Atakavyofika balozi kwenye eneo lako, kwenye kaya yako, ataorodhesha jina la mkuu wa kaya, ataorodhesha jina la mke, watoto, kwa kuanza na mtoto mkubwa, alafu na ndugu wengine. Hapo tutapata jinsia yake, tarehe ya kuzaliwa, namba ya NIDA kama anayo, namba ya simu, mahusiano kwenye hiyo kaya tuyajue, kwamba kwenye hiyo kaya yako unakaa na mimi John. John ni nani kwenye familia ya Masanja, tumjue. Lakini vile vile tutatakiwa tujaze kazi inayomuingizia kipato huyo mwanakaya tuliye naye. Na mwisho kutakuwa kuna taarifa za ukazi na kifo. Tutakuwa tuna taarifa za wageni kwenye hiyo kaya. Sasa hapa ndio penyewe sasa. Kwenye taarifa za kaya, kila siku ambayo itakuwa imefikia, mabalozi watatusaidia kwa sababu balozi anasimamia kaya kadhaa. Atatufanyia kazi hiyo ya kwamba kwenye hiyo familia mgeni aliyeingia pale anaitwa nani, imo huko kwenye ile kablasha ambalo mabalozi watakuwa nalo. Jinsi ya huyo mgeni, tarehe ya kuzaliwa ya huyo mgeni, namba ya NIDA ya huyo mgeni kama anayo, namba ya simu, uhusiano wa mkuu wa kaya huyo mgeni aliyefika kwenye hiyo familia. Uwezi ukaja tu mjini hapa atujui utaondoka lini kwenye hiyo kaya. Ni ndugu yako ndio, ni baba mdogo ndio, ni shangazi, ni binamu ndio, lakini lazima tujue tarehe ya kuondoka.